Kwa mujibu wa ripoti kutoka ofisi za mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar, bei ya chakula na zisizo za chakula vimeongezeka kwa asilimia 10.47 Juni 2026 ikilinganishwa na asilimia 4.38 kwa mwaka 2025 iliyorekodiwa. Na hapa leo nimefanya ziara katika soko la Mombasa pamoja na la Mwanakwerekwe kwa ajili ya kuangalia hali halisi ipoje kwa wafanyabiashara hao pamoja na wateja. Hizi ni ripoti za Asam Online TV. Mimi ni Amrat Kombo. Mfumuko wa bei wa bidhaa za chakula wa mwaka unaoishia mwezi Juni 2026 umeongezeka na kufikia asilimia 10.47 ikilinganishwa na asilimia 4.38 iliyorekodiwa katika mwezi wa Juni 2025. Faharisi za bei za bidhaa za chakula kwa mwezi Juni 2026 zimeongezeka na kufikia 140.55 kutoka 127.23 iliyorekodiwa katika mwezi wa Juni 2025. Bidhaa zilizopelekea kuongezeka kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mchele wa Mbeya umeongezeka kwa asilimia 14.68. Mchele wa Jasmine umeongezeka kwa asilimia 0.54. Unga wa sembe umeongezeka kwa asilimia 7.36. Mkate wa boflo asilimia 3.79. Samaki asilimia 8.52. Ndizi ya mkono mmoja asilimia 12.58. Ndizi ya mtwike asilimia 13.50. Sukari nyekundu asilimia 7.43, sukari nyeupe asilimia 7.66, gesi ya kupikia asilimia 6.50, mafuta ya taa asilimia 37.81, mafuta ya diesel asilimia 23.02, mafuta ya petroli asilimia 31.0. Sema la ukweli, sasa hivi vitu vimepanda bei kweli, kama sukari, sababu sukari mwezi uliopita ilikuwa inauzwa shilingi 13,000. Ile sasa hivi imepanda imekuwa mpaka shilingi 15,000. Kwa polo kilo 50 ile tulikuwa tunauza laki kama na tuseme 15 humo, lakini sasa hivi imepanda sana. Imefika mpaka laki na 30. Na kitu kingine kama vile sabuni ya Ikram mwanzo ilikuwa tunauza kilo 5 kwa shilingi 15,000. Sasa hivi imepanda kwa shilingi 17,000. Kuna baadhi ya wateja hapa wakija na kuambia bei kama hizo, kama vitu vimepanda, wanakuwa kidogo hawakubali mpaka waeleweshe. Wateja kwa kweli wanalipokea kiunyonge, kwa sababu mtu pengine anaenda zake kupika kama keki na yeye mwenyewe anafanya biashara, hana jinsi, itabidi afanye nini? Anunue. Kwa hiyo ni hali iliyokuwa haipo sawa kiasi fulani, kwa sababu hawezi kuacha yeye kufanya biashara kwa sababu bei imefanya nini? Imepanda. Lakini na yeye ataenda kupandisha bei kwa sababu ya kile alichonunua kiko bei, hawezi kushusha chini. Vyakula kweli vimepanda bei mama, sukari, mchele, mafuta. Tunahasirika sana sisi wananchi wa chini. Serikali wanaomba tusaidie vitu vipungue bei kuhusu kama mafuta, sukari. Mafuta yamepanda bei, kama sisi wazee wa bodaboda mafuta yamepanda bei. Mafuta saizi lita moja 4,000, yaliambiwa atashuka bei, yale mpaka saizi yamechelewa kushuka bei. Tunasirika kwa kupitia kuamua tuna uchumi, kifupi tuseme kuamua na uchumi. Hasa ukiona kama sisi kukaa mtaani sio vyema, maana ukikaa mtaani unapatwa na mabalaa mengi. Kwa hiyo tumeona tujitupe katika masuala ya kufanya biashara ndogo ndogo, lakini sasa ndo kama hivyo nakuta bei vya vyakula vinapanda. Ndio changamoto zetu zinakuja hapo na maslahi madogo kama tunavyoona.